hawanjiwa wawili ukawatengeneza, unayempenda atakupenda vile ambavyo wewe unavyompenda zaidi yake, hata mara 100 yake. Si mna wapenzi na watu mnawapenda, wanakuteseni, mnahangaika, mnawapa wanavyojisikia. Yani wakiguna umempa, akifanya hivi umempa, lakini pia anayekula raha mwingine. Sasa hao wanjiwa wawili tukiwapata, hata kama uko Marekani, mimi ninakutengenezea kitu ambacho hutokuja kusahau katika maisha yako. Unalinda ndoa yako, unalinda furaha yako, unalinda mume wako, unalinda kipato chenu, na maisha yanakwenda. Watu wanafanya kazi za maana, lakini fedha zinakuwa ziji nyumbani, zinakwenda kwa sababu hawa tayari wamekwisha kufungwa na mahawara huko nje. Pesa zinakwenda huko, watoto wanahangaika, na mara nyingi wanaoteseka ni kina mama, ndio wanabaki na familia. Yule binti tulimtibu kupitia kitu kinachoitwa atamkini. Atamkini ni hii dawa hii hapa, atamkini. Atamkini maana yake nini? Tamkini ni kumakinishwa. Na hii dawa hauinywi tu kama vile mtu unavyowasikia utakunywa mara 3. Sisi tunakwambia kwa wiki kunywa siku fulani na siku fulani. Hii siku ndio tunajua kwamba hii siku inatokana na nini, na inatokana na wewe na kutokana na wizani wa jina lako. Na nataka kuuliza maswali, jina lako nani? Usishangae na kuuliza jina kwa ajili ya kujua wizani wako. Ukishanitajia na kuambia siku yako ni siku fulani, kunywa hii dawa. Kuna watu wanakunywa dawa lakini zinakuwa maji kwa sababu kuna wizani wa masiku. Tumia dawa yako kupitia siku ambayo tutakokuwa tumekueleza. Atamkini, tamkini ni kumakinishwa. Na zipo aina 3. Hii ni aina moja hii ya kunywa ambayo tunakuonyesheni hapa, lakini kuna tamkini ya kunywa, kuna tamkini ya mafuta, kuna tamkini ya kujifukiza, na kuna tamkini ya kukoga. Dozi zinakuwa ni 4. Inshallah kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala, jipinde kwa gharama yako, njoo tufikie tukupatie, alafu tutakuelekeza jina lako nani fulani. Dawa hii utatumia siku fulani, utatumia siku fulani, utatumia siku fulani. Na sio unatumia dawa mwezi mzima hauoni matokeo. Ni dawa ambayo unakwenda kutumia, na wakati unatumia kama ni sihiri, utajua kwamba kweli mimi nilikuwa nimesibiwa na maradhi ya sihiri, na mimi nilikuwa nimefungwa. Na hayo yote tunayajua kutokana na nyakati tunazozungumza, lakini pia tunajua kutokana na jina ambalo utakokuwa umetutajia. Kokote uliko duniani, dawa hii tunaweza tukaituma na ikakufikia kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala.